Karibu Ibra Network Lab. Hii ni kozi kamili ya Cisco Certified Network Associate. Kupitia kozi hii utajifunza jinsi gani na namna network inavyofanya kazi. This video tunakwenda kufocus na IP address. Na IP address ina operate kwenye layer 3 ya OSI model. Lakini pia ni layer 2 katika TCP IP model. Moja kati ya function ya layer 3 ni kuprovide IP connectivity between source na destination. Lakini pia moja kati ya function nyingine ni kuprovide packet forwarding, ina provide logical address. Logical address ndiyo IP address. So kwa jina lingine ya IP address ni logical address. Na device ambazo zina operate au zinapatikana kwenye network layer ni router pamoja na layer 3 switch. So ukisikia device zinazopatikana kwenye layer 3 ni router pamoja na layer 3 switch. A router is a layer 3 device. So ukisikia mtu anasema a router is a layer 3 device, anamaanisha kwamba router inapatikana kwenye network layer, yani layer 3 ya OSI model. So to consider hii network topology hapa, tuna network device kama switch 0, switch 1, kuna PC 0, 1, 2 na 3. Lakini pia sisi main topic yetu na base na hii IP address is internet protocol. Network IP address yetu hapa ni 192.168.10.0/24. So in this network topology, each end device tumeziassign hizo IP address. So ukiangalia vizuri is PC0 IP address yake ni 192.168.10.1. PC1 IP address yake ni 192.168.10.2. PC2 IP address yake ni 192.168.10.3. Hii hapa ni 192.168.10.4. A switch is not a layer 3 device. A switch ina operate kwenye layer 2, a data link layer. So switch ina operate hapa kwenye layer 2 ya OSI model, na moja kati ya features au sifa ya device zinazopatikana kwenye layer 2 device zinatumia MAC address. So switch inatumia MAC address. So from this network topology, kwa mfano, let's say a PC0 is trying to send a message to PC number 2. Kumbuka kwamba switch as I said zinatumia MAC address, na ili PC0 iweze kumtumia packet iende kwenye PC2, manake lazima ijue IP address ya PC ambayo ni PC0. So for this instance, kwa mfano PC0 IP address yake ni 192.168.10.1 na PC3 IP address yake ni 192.168.10.3. Okay, let's make first a revision here. Consider hii network topology again hapa before, kabla tujaanza kutuma hizo traffic kutoka PC moja kwenda PC nyingine. The main function ya switch kazi yake ni connect device ambazo zipo kwenye same local area network. So unavyoona hapa, hii switch na hii switch kazi yake ni kuconnect hizi network device zote ambazo zimekuwa connected kwenye switch ambazo zipo kwenye same local area network ambayo ni 192.168.10.0/24. So switch kazi yake ni kuconnect device ambazo zipo kwenye same local area network. Hapa tumeziconnect mbili. Unaweza kujiuliza kwamba hizi device zipo kwenye another local area network na hizi zipo kwenye local area network nyingine. Hapana. So tumetumia hii switch mbili kwa ajili ya extend our local area network. So zote zipo kwenye same network ambayo ni 192.168.10.0, ambapo ukiangalia vizuri hii na address yake ni 192.168.10.1, hii ni .2, hii hapa ni .3, hii hapa ni .4. So let's say kwa mfano PC0 inajaribu kutuma a message
to PC number 2. So nini kitakachofanyika? PC0 since IP address yake ni 192.168.10.1 na destination ambayo sasa ndio kumtumia hiyo message. Destination ni 192.168.10.3 ambayo ni IP address ya hii PC number 2. So ili PC iweze kutuma packet, since zimekuwa connected kwenye switch. Kumbuka switch zina operate kwenye layer 2 as I said before. Na layer 2 device moja kati ya sifa zake zinatumia MAC address, hazitumii hizi internet protocol. So nini kinataka kufanyika? Since as we said, a switch zinatumia a MAC address, and for this instance PC1 inajaribu kutuma message kwa kutumia IP address ili iweze kumfikia PC number 3. Na kwenye network topology yetu PC switch hazitumii hizi IP address kwa sababu zipo kwenye layer 2, zinatumia MAC address. So what is going to be done? PC0 ambayo ni address 192.168.10.1 itatengeneza a packet ambayo ita contain vitu vifuatavyo. Cha kwanza ita include the source IP address ambayo ni IP address ya PC0 ambayo itakuwa ni 192.168.10.1. Destination IP address ambayo ni ya PC number 2 itakuwa ni 192.168.10.0. So hiyo frame itakapotoka kwenye PC0, so tuangalie hapa frame inavyotoka sasa kutoka kwenye PC0 kuja kwenye switch 1 ili iweze kumfikia PC number 3. Unaweza kuwa unajiuliza kwamba hizi destination FFF ndo nini? Well, the destination FFF is ndio MAC address. As I said before, the switch zinatumia MAC address kuweza kuwasiliana na device nyingine kwenye same local area network. Lakini for this instance, hii PC imetuma frame kwenda kwenye PC number 3 kwa kutumia IP address. Remember, every network device, kila network device ina MAC address yake. So once hii device inapotuma hiyo frame inapokuja kwenye switch, since a switch doesn't know the MAC address ya PC number 2, yani switch 0 haijui MAC address ya hii PC ambayo inapatikana huko. So nini nakwenda kukifanya? A switch itatengeneza a broadcast frame. A broadcast frame ni frame ambayo inakuwa forwarded to all network device except to that interface ambayo imekuwa received. In short, ukiulizwa nini maana a broadcast frame? A broadcast frame ni frame ambayo inakuwa forwarded to all network devices. But for this scenario here, PC0 inapojaribu kutuma hiyo frame kuweza kumfikia PC number 3, kumbuka zimeunganishwa na switch. Switch zinatumia MAC address. So kwa kumbuka, since switch haijui MAC address ya PC number 3, so switch itatengeneza your destination frame. Your destination frame itatengeneza broadcast frame. Na hiyo broadcast frame ni MAC address ambayo ina contain FFF. FFF ni MAC address ambayo ni ya urefu wa 48 bits. Remember this. MAC address, it is 48 bits long. So listen here. Nini ambacho kinakuwa contained kwenye hiyo broadcast frame? Since PC0 ndio inatuma hiyo frame kuja kwenye switch iweze kumfikia PC number 3. Switch itakachokifanya, itapopokea hiyo packet kutoka kwenye PC0 ikija kwenye switch kupitia hii interface ambayo imekuwa connected kwenye switch kwenye PC kuja hapa kwenye switch. Switch itakachokifanya kwenye hiyo frame, kumbuka ina source IP address ambayo ni PC0, ina destination IP address ya hii hapa PC number 3. So switch itakachokifanya itatengeneza a broadcast frame. Na hiyo broadcast frame itakuwa na ujumbe huu hapa. Sikiliza. Itakuwa nasema hivi. Hey, who is 192.168.10.3? Tell me what is your MAC address? I'm repeating once again.
hiyo broadcast frame ambayo itakuwa generated na switch 0 ikiwa forwarded kwenye hizi interface zake zote ambazo zimekuwa connected except hii interface iliyopokea hiyo frame. Hii broadcast frame itakuwa na ujumbe huu hapa. Hey, who is 192.168.10.3? Tell me what is your MAC address? As I said before, kila network device ina MAC address yake ambayo ni unique, haifanani na device nyingine yeyote ile. So nia na dhumuni ya kutuma hiyo broadcast frame ni kuuliza nani mwenye hii address ya 192.168.10.3 nataka unitajie MAC address yako ni yupi ili niweze kukutumia ujumbe wako. As we said before, switch does not forward packet based on IP address. Inatumia MAC address. So ili iweze kuforward hizo packet lazima ijue MAC address ya hiyo device inayomtumia. So ikishajua MAC address ya hiyo device, manake ndio itakuwa na uwezo wa kufanya hizo communication. So after the switch now ikisha forward hizo broadcast frame, as you can see, itakuwa forwarded kwenye hii interface, itakuja kwenye hii PC. So hii PC itafungua hiyo message na kusoma. The message says, hey, who is 192.168.10.0? Tell me what is your MAC address. Since hii PC number 1 IP address yake ni 192.168.10.2, ukishafungua hiyo frame ita-discard kwa sababu yeye sio 192.168.10.3, so ita-discard hiyo frame. So haito reply anything because yeye sio muhusika, ita-discard. Then the frame it is going to proceed to switch 1. So frame itatoka hapa itakuja na hapa pia. Remember, inakuwa forwarded to all devices at the same time. Haimaanishi kwamba itatoka hapa itakuja hapa then irudi iende hapa. No, it is going to be forwarded at the same time. By the time inakuwa forwarded kuja kwenye hii device, ni the same time pia inakuwa forwarded kuja kwenye hii device. So what is going to be done to this device? Remember this also is the switch. So itafanya kama ilichokifanya hii switch. As long as imepokea a frame kutoka kwenye hii interface, so na yenyewe ita forward hizo broadcast frame to all interface ambazo zimekuwa connected except hii interface iliyopokea huo ujumbe. And these devices ambazo zimekuwa connected kwenye hii switch 1 zitafungua hiyo message na kusoma. This kisha recognize kwamba mimi sio mhusika, basi ita discard. But for this instance, as long as ni kwamba imekuwa targeted hii PC, so hii PC ni 192.168.10.3, so hiyo frame itakapofika kwenye hii PC2 na ikaifungua itasoma kwamba the broadcast frame ilikuwa inauliza kwamba hey, who is 192.168.10.3? Tell me what is your MAC address. So only PC2 ndio itakayotuma reply message kwa sababu imematch, since ina address ya 192.168.10.3. So hii PC ndio itakayotuma a reply message to switch 1, to switch 0, then direct to PC0. Na kitendo cha PC2 kutuma a reply message, that is a unicast frame. Unicast frame ni frame ambayo inakuwa sent to only single host. So since for this instance kwamba imeshajua kwamba mimi ndio naitafuta, so huyu peke yake ndio atakayehusika, atatuma a frame kwamba kumrudishia switch kwamba bana ndio mimi hapa, MAC address yangu ni hii hapa. So hiyo frame ikija kwenye hii switch haitakuwa forwarded kwenda kwenye hizi network devices zingine, kwa sababu hiyo message ilikuwa broadcasted kwa wote, imeshamfikia intended muhusika. So muhusika ndio anakuwa responsible kuweza ku reply hiyo frame kuweza kufika kwenye hiyo source ambayo imetuma. So PC2 it is going to send the unicast frame, so itatuma the frame from PC2 to switch 1, then switch 1 to switch 0, then switch 0 direct to PC0. Alafu then sasa PC0 ndio itakayotuma sasa message direct kuja kwenye PC2. Tutajifunza hivyo kwenye video zinazofuata. So let's say tunaongeza one network device hapa katikati. Let's say tunaweka layer 3 device, that is a router. So ukiangalia hapa kwenye hii network topology yetu imechange kidogo. Tuna router, tuna switch pamoja na end desktop. Lakini kama utakuwa umenotice kitu kwamba tuna network mbili tofauti. Hii ni 192.168.10.0/24 network,
lakini hii ni 192.168.20.0/24. Hizi ni network mbili tofauti since zimetofautiana hapa. Hii ni .10, hii ni .20. So ngoja rudi kwenye ile scenario, the same scenario, kwamba PC0 anajaribu tena kutuma a message kuja kwenye PC number 2 here. So what is going to be done? As usual, itatuma a frame ikicontain source IP address ambayo ni 192.168.10.1 ambayo ni address ya hii PC, alafu then ita contain address ya hii destination PC ambayo inatumia hiyo frame ambayo ni 192.168.10 ambayo itakuwa na mimi 192.168.20.1 ndio destination IP address ya hii PC. So ita contain source address ya kwake, destination address ya hii PC. So itatuma kama kawaida kwa switch. A switch ita forward hiyo broadcast frame to all interface ambazo zimekuwa connected kuweza kujua mwenye hiyo address anataka ajue MAC address yake ni nani ili iweze kutumia ujumbe wake. So as usual hii PC itaidiscard kwa sababu yeye sio mwenye address hii hapa 192.168.20.1, so itadiscard. Then ikija direct to the router, these are two network devices now here. Tuna router pamoja na switch. Moja kati ya tabia ya router na switch ni tabia mbili tofauti. Hizi network mbili tofauti, network device mbili. Switch zinaoperate kwenye layer 2, zinatumia MAC address, na router inatumia internet protocol, yani IP address. So once the router itakapo receive hiyo broadcast frame kutoka kwenye switch, the router will not forward it directly to PC number 2. Since this is based on IP address, nakumbuka kwamba nimesema ile frame itakayotoka kwenye PC1, PC0 itakuwa ina source IP address, destination IP address, lakini pia hii switch ita contain hizo MAC address. So kwa kifupi ni kwamba router ikishapokea hiyo frame sasa kutoka kwenye switch, itachukua zile IP address, itacheck source ni nani, source ni PC0, na destination inatakiwa hapa ni nani, ni PC number 2. So router itafanya decision making kwamba inaangalia, je, ninayo any routing mimi kuweza kufika kwenye hii network ya 192.168.20.0/24 network. Je, na uwezo nikaifikia hiyo network naijua? From this topology, yes, a router can reach this network ya 192.168.20.0/24. Inafikaje? Kwa sababu ina hii interface hapa ambayo unaiona imekuwa connected direct kwenye hii network, lakini ina hii interface hapa imekuwa direct connected kwenye hii network hapa ya 192.168.0/24 network. So router itafanya decision na kuweza kutuma hiyo packet iweze kufika kwenye hii PC number 2. So router haito forward direct kama itakachofanya hii switch. So router ita based on IP address. As we said before, kwenye hii video tuna focus na internet protocol, yani IP address. Hii ni image ya IPv4 header. IPv4 header ni 32 bits long, ina urefu wa 32 bits. Na ndani ya 32 bits hiyo IPv4 header ina fields mbalimbali, ina version, ina internet header na kadhalika. But kwenye hii video sisi tutafocus na source address pamoja na destination IP address. This other field we are going to cover it in the future video. But unatakiwa ukijua kwamba IP address IPv4 header ni 32 bits long na ina fields tofauti na kila fields ina kazi yake. So lakini kwenye hii video tutafocus na source pamoja na destination. Hizi fields zingine tutazikava kwenye future video. As I said before, IPv4 header ni 32 bits. Nikisema 32 bits zimekuwa divided sasa katika 8 bits. Zimekuwa divided katika 4 octets. So kuna octet ya kwanza, octet ya pili, octet ya tatu, octet ya nne, ambazo hizo ni decimal octets. Na kila octet moja na represent 8 bits. So unatakiwa ujue kwamba IP address ina urefu wa 32 bits na imegawanyika katika makundi manne, yani 4 octet decimal numbers,
na kila octet moja ina contain hizo 8 bytes. So remember this. 8 bits, not bytes. So kwenye IPv4 address kuna classes mbalimbali. Kuna class A, kuna class B, kuna class C, kuna class D na class E. Na kila class ina range yake. So ukiangalia vizuri hapa, class A ina range kuanzia 0 mpaka 127, class B ina range ya 128 mpaka 191, class C 192 mpaka 223, class D 224 mpaka 239, class E ina range ya 240 mpaka 255. Remember this for your CCNA exam. Unatakiwa ukumbuke kama unajiandaa uweze kufanya mtihani wa CCNA, unatakiwa ujue hizi range na uzijue. Lakini for the CCNA class D na class E hatutokwenda kuzitumia kwenye hii course kwa sababu hizi zinatumika kwa ajili ya multicast address, alafu hii range ya class E kwa ajili ya experimental ama reserved address. Lakini pia kama utakuwa umenotice kitu hapa kwenye class A, kuna hii cancellation hapa ya 127 to 126. So range ya class A ni 0 mpaka 126. Why imekuwa cancelled hii 127? The reason ya range ya 127 imekuwa cancelled kwamba hii range inatumika kwa ajili ya kutest TCP stack. So wewe jua kwamba range ya kuanzia 127.0.0.1 inatumika kwa ajili ya kucheck TCP stack. So it is not more long units, yani haitumiki tena kwenye class A. So class A range yake ni 0 mpaka 126. Lakini pia huko kuna default subnet mask. Hizi ni subnet masks zinazotumika kwenye kila range ya kila class. So unatakiwa ujue kwenye class A subnet mask yake ni 255.0.0.0. Class B range yake subnet mask ni 255.255.0.0 and class C subnet mask yake ni 255.255.255.0. So hiyo ni simplified summary ya hizo IP address classes. Ukiangalia hapa tumeexclude ile, so hiyo ni kuanzia 1 mpaka 126, class B 128 mpaka 191 na class C range yake ni 192 mpaka 223. Lakini pia range ya class A inatumia /28/H, hii inatumia /16, class C inatumia range ya /24. And as I said, the subnet mask ni 255.0.0 kwa ajili ya class A, 255.255.0.0 kwa ajili ya class B, na class C subnet mask yake ni 255.255.255.0. Remember this for your examination, lakini pia you are supposed to know this kwa ajili ya kufanya calculation. Let me come back here and explain a little bit. Hii network address ya 192.168.10.0/24 unaweza kuwa unajiuliza hii /24 maana yake ni nini? /24 maana yake ina present the first 24 bits na represent the network portion, alafu hizo bit 8 zilizobakia zina represent the host portion. So for example, for this scenario, our network portion, so hapa kwa mfano the first octet ina contain 8 bits, second 8 bits, this one 8 bits, na hii hapa ina 8 bits. So /24 maana yake first 24 bits na represent network portion. So tunajumlisha 8 plus 8 16, then plus 8 24. So kuanzia 192 168.10 ina represent network portion, alafu hii .0 is bit 8 zilizobakia zina represent the host portion. Kwa kuanzia hapa bit 8 zinakuwa assigned kwenye hizi end device. So ukiangalia kwa mfano hapa EPC address yake ni 192.168.10.1. 1 inakaa hapa. Kwa hii ndio address ya hii PC. The same thing kwenye PC2 ni 192.168.10.2 address ya hii PC. So let us look here. So kwenye hii chapter nime summarize hapa
kwa kusema kwamba IPv4 header ni 32 bit long as we know, lakini pia as IP address ndio logical address. So ukisikia logical address ndio IP address. Lakini pia tumesema kwamba hizi 32 bits zimekuwa divided katika 4 octet decimal numbers, na kila octet moja ina contain 8 bits. So for example, consider hapa A, let's say this is the first octet, second octet, third and fourth octet. Look here, let's say tuna address here 192.168.10.0. 192, this represent 8 bits. Tumeziconvert katika binary number. The binary number ndio namba zinazotumika katika dunia sasa katika hizi electronic device, yani computers. The computer only understand binary codes. So in binary codes, 0 means off or no, lakini 1 maana yake ni on or yes. So ukiangalia hapa kwa mfano hizi address yetu, kumbuka ina 4 octet. 4 octet decimal number. Octet ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kila octet hapa na represent 8 bits. It doesn't matter ni 0 au moja. It doesn't matter ipo single digit au zipo digit ngapi. Kila namba unaiona hapa. So octet ya kwanza ina represent 8 bits. Octet ya pili ina represent 8 bits. Ya tatu 8 bytes. Na nne ina represent 8 bits. Okay. Kiangalia vizuri hapa tuna network address ya 192.168.10.0/24. We have 4 octets, first, second, third na fourth. Kila octet ina represent 8 bits. Kwa pamoja ukijumlisha tunapata 32 bits. So now ukiona address imeandikiwa ni 192.168.10.0/24, maana yake ni kwamba the first 24 bits represent the host portion. So for example, kuna hiyo network address yetu ambao 192.168.10.0. So 192.168.10 ina represent the network portion. Why? Kwa sababu tumeambiwa /24. So /24 inatumika kutueleza kwamba the first 24 bits na represent a network portion, lakini biti zilizobakia zina represent the host portion. So ukiangalia vizuri hapa hizi biti 24 za kwanza zina represent this is a network portion. Hizi biti 8 zilizobakia zina represent the host portion. So host portion ndio itakayotumika kuwa assigned kwenye hizo network device. Remember and pay attention here please. A network address cannot be assigned to any network device. Network address cannot be assigned to any network device. I will show you. Nitakuonesha hapa muda si mrefu. Ngoja tuendelee. Kiangalia hii address yetu range ya 192, hii ni range ya class C. So ukikumbuka kule kwenye IP classes tuna class A, class B na class C. So unatakiwa uwe unajua jinsi gani ku identify hiyo range za address, ujue hii ni class A, hii ni class B, ni class C na kadhalika. So hii address ina represent ni class C address na subnet mask yake as we said ni 255.255.255.0. Lakini pia tuna network address nyingine hapa ambayo 172.32.0.0/16. So /16 inatumika kutuambia kwamba the first 16 bits ina represent the network portion, lakini zinazobakia remaining parts ina represent the host portion. So kwa mfano hapa hizi kumbuka ni bit 8, bit 8, bit 8, bit 8. So bit 8 jumlisha bit 8, bit 16. So inatuambia kwamba the first 16 bytes hii hapa zina represent hiyo ndio network portion, lakini hizi bit zilizobakia zinatumika kutuambia kwamba hizi ndio host portion. So zitakuwa assigned kwenye end device.
na subnet mask ya class B is 255.255.0.0. So now kwenye hii chapter tunakwenda kujifunza jinsi ya kuconvert kutoka kwenye decimal kuja kwenye binary number. In binary number, as I said before, 0 maana yake ni off au no, na 1 maana yake ni on or yes. Binary number ni namba ambazo zinaanzia 0 na 1, 01 only. So computers zinaelewa only a binary codes and not any other numbers. So for example, ukiandika is octet decimal number ya 192.168.10.0, the computer cannot understand. So what is going to be done is zinakuwa converted into binary codes. And as we said before, kila octet ina contain 8 bits. So this is 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. So before we are going to convert, kabla tunaenda kuconvert hii 192.168.10.0 kwenda kwenye binary codes, ngoja tutengeneze place value ya binary number ili zitimie bit 8. So tutaanza 2 power 0 is equal to 1, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 na 2 power 7, which inatupa a product ya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 na 168. Hizi ni position value za binary number katika nimeweka katika bit 8 since I said kwamba kila octet ina represent 8 bits. So nimeweka hizi namba zangu ziwe katika slot 8. So ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8. So nimepata slot 8 ambazo zita represent 8 bits. Nikiconvert hii namba ili nipate hii namba ili niweze kuconvert nipate 8 bits, nimetengeneza hizi binary code zangu katika slot 8. So hapa tunatumia very simple analog. Tunaanza namba moja baada ya nyingine. Tunaanza na first octet, tunakuja second octet, third na mwisho ya 4 the fourth octet. So tukianza na octet ya kwanza ambayo ni 192. Then pembeni hapa kushoto tuna hizo slot namba zetu ambazo zipo katika 8 position value. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 na 8. So kitu tunaenda kujiuliza na tunaenda kukifanya ni very simple. Unajiuliza tuanze na slot ya mwisho ambayo ni 128. Naiweka hapo, unajiuliza swali. Je, 192 ina uwezo ikatoa slot ya 128? Yani can 192 minus 168? Kama jibu ni ndio, basi we put 1, that is on. Kama jibu ni hapana, basi we put as a 0, maana yake ni off. So tunaenda na hiyo analog. Kama inawezekana ni S au on. Kama haiwezekani basi ni off au no. So tuna test hiyo kwenye kila slot. Tunaanza slot ya kwanza 128. Now can 192 minus 168? Then the answer is yes, inaweza kaitoa. So 192 kutoa 168 tunapata 64. So sisi tunadili na remainders, tunatoka na remaining part. So our remaining part tunakwenda kutest kwenye slot inayofuata. Tunakuja slot inayofuata ni slot ya 64. So tunajiuliza, je, our remainder ni 64. Je, can 64 inaweza ikatoa slot ya 64? If the answer is yes, ina become 1. Kama ni no, kama haiwezekani basi the answer ina become 0. So to test, tunachukua 64 minus 64. Yes, it is impossible. The answer is 0. So kama ni impossible manake inakuwa 1. Kama ni possible inakuwa 1. Kama ni impossible basi the answer inakuwa 0. Then tunakuja slot inayofuata, slot ya 32. Our remainder ni 0. Now tunajiuliza, can 0 minus slot ya 32? The answer became no.
0 cannot minus 32. The reason why cannot minus 32 kwa sababu slot ya 32 ni kubwa, sifuri haiwezi katoa slot ya 32. So tunaweka sifuri, tunaenda kutesti kwenye slot inayofuata ambayo ni ya 16. Je, kani sifuri inaweza ikatoa slot ya 16? The answer also inakuja no. Kwa nini no? Kwa sababu slot ya 16 ni kubwa kwamba sifuri haiwezi kaitoa hiyo slot. Then we put 0. Since the answer is no, we put 0. We move on to the next slot 8. Tunajiuliza swali, je, sifuri inaweza ikatoa 8? Then the answer is become no. Kwa nini? Kwa sababu slot ya 8 ni kubwa mno kwamba sifuri haiwezi kaitoa. So utafanya hivyo, the same thing hapa itakuja tena 0, hapa itakuwa 0, the same thing hapa itakuwa 0. Alafu ukishapata 0, ukishamaliza una note pembeni. Unaanza kwenye slot ya kwanza, iliwezekana kama ni on unaweka 1. Kama ile iliwezekana pia unaweka 1. Ngoja tuone mfano unaofuata. Huu ni mfano wa pili. Tuna change hii digit hapa 168 to binary code. The same analog, the same principle. Kama inawezekana tunaweka 1. Kama haiwezekani tunaweka 0. So hapa tuangalie. Tunaanza na slot ya mwisho 168. Je, 168 inaweza katoa 128? The answer become yes. Tunaweza tukatoa na ina remaining part ya 40. So sisi tunadili na remaining. So kama imewezekana tunaweka 1. Ondoka na our remainder, tunaenda nayo kwenye slot ya pili. Je, kwenye 40 inaweza ikatoa 64? The answer become no. Kwa nini? Kwa sababu slot ya 64 ni kubwa mno kwamba 40 haiwezi kaitoa. So tunaweka 0. Napata slot tunapata 32. Je, our remainder ni ngapi? Ni 40. Je, 40 inaweza ikatoa slot 32? Then the answer become yes. So tumetoa hapo mpata 8. So our remainder ni 8. Imewezekana, so become 1. We are going with our remainder. Tunakuja slot tunafuata. Je, can 8 our remainder wetu, je, can our remainder be able to minus this slot ya 16? Then the answer become no. Why? Kwa sababu slot ya 16 ni kubwa kwamba 8 haiwezi ikaitoa. Tuna move on. Slot inayofuata ya 8. Je, when our remainder ambayo ni 8 inaweza ikatoa hii slot ya 8? Then the answer become yes. Kwa sababu hii tumetoa imekuja 0. So ina become 1. So tuna test the same thing to our remainder. So hapa itashindikana kwa sababu 4 kutoa 4. 4 ni kubwa kwamba sifuri haiwezi katoa. Ukija kwenye ya pili hivyo hivyo, 0 kutoa 2 ni kubwa, sifuri haiwezi kaitoa. 0 kutoa 1 ni kubwa kwamba sifuri haiwezi kaitoa. So baada ya kurekodi zote unakuja unaanza kuchukua. So utaandika hapa iliwezekana ni 1, so 0 1 0 1 0 0 0. So this is a very simple way of how to convert kutoka kwenye decimal kuja kwenye binary. So hii ni range ya class nyingine ambayo ni class A. As you can see, range ya class A inaanzia 10.0.0.0/8. 10.0.0/8. /8 maana yake nini? /8 ina represent kwamba the first 8 bits ina represent the network portion, lakini bits zilizobakia zina represent the host portion. So it is very simple. Ukiona /8 maana yake ina represent the first 8 bits na represent the network portion, lakini bits zilizobakia na represent the host portion. Na subnet mask yake ya hii network portion ni 255.255. No, I mean sorry, 255.0.0.0. So hii ndio subnet mask ya class A. So ukiangalia hapa tuna class A ni /8, subnet mask yake ni 255.0.0.0, ambayo ukiconvert hii 255.0.0 into binary utapata 111111.000.000.000 and so on. Ukija kwenye class B also ambayo ni /16,
slash 16 number ina represent the first 16 bit, ina represent the network portion, lakini bit 16 zilizobakia na represent the host portion. No, subnet mask yake ya class B ni 255.255.0.0. Ukiconvert hii subnet mask into binary unapata 11111.11111.0.0.0. So ukija kwenye class C also ni slash ambayo ni /24. /24 na represent the first 24 bits na represent network portion, lakini bit 8 zilizobakia na represent the host portion, na subnet mask yake ni 255.255.255.0. Na ukija kwenye ukiconvert hii subnet mask ukija kwenye binary code utapata ni 111.111.111.0. And one thing to remember here, as I said before, kwamba a network address cannot be assigned to any end device. So turudi nyuma kidogo hapa. As I said before, a network address. So kwa mfano hapa ukiangalia our network address here 192.168.10.0/24. /24 maana yake ni kwamba the first 24 bits na represent the network portion. So the first 24 bits hapa ni 192.168.10. Hizi ndio first 24 bits na represent a network portion. So hizi 24 bits .0 hii ni network address. They cannot be assigned to any end device. So kwa mfano hapa hii 192.168.10.0 ukija ukiassign hii address kwenye hii PC itakureject, itakuletea a reject message kwamba this address cannot be assigned to this device. And the reason kwa nini imeshindwa kuwa assigned kwenye hiyo device, maana yake ni kwamba this is a network address. Hii device itatakiwa ipate address ambayo inapatikana kwenye host portion. So ambapo ukiangalia hapa hii 192.168.0.1 ndio address ya hii PC kwenye hii local area network ambayo ni uniquely kwenye hii local area network. Hii PC address yake ni 192.168.0.1. hii hapa address ya hii PC. Kwenye hii PC ni 192.168.10.2. So hautoweza kuassign hiyo network address yani 192.168.10.0 yani uassign kwenye hii address kama address ya PC. Yani uandike 192.168.10.0 kwenye hii PC, itakuletea a reject message kwamba this address cannot be assigned to this device. The same thing ukija ukifanya hivyo kwenye hii router. Na kama kuna kitu choko umenotice kwamba kwenye kila interface ya router, kwa mfano hii interface ambayo imekuwa connected direct kwenye switch kuja kwenye hizi device ina address ambayo ni .50 ambayo ni 192.168.10.50, na interface ya huku ambayo imekuwa direct connected kwenye switch ina address ya 192.168.20.50. Kumbuka hii ni layer 3 device. So layer 3 devices zinatumia IP address. So lazima ziwe assigned address ili ziweze kuwasiliana. So kwa mfano ukija ukaassign kwenye hii interface ya hii router, ukaweka IP address ya 192.168.10.0/24, hii router itakuletea a reject message kwamba this address cannot be assigned over this interface. Sababu gani? Hii ni network address. So unatakiwa ujue kwamba a network address cannot be assigned to any device. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa a broadcast address. Ukikumbuka hapa kwenye knowledge ya switch kwamba tumesema switch kama ikipokea a frame ambayo inatakiwa iende kwenye PC fulani, ili switch iweze kutuma hiyo frame ifike kwenye hiyo switch, kwa mfano switch 0 imepokea message kutoka kwenye PC 0, ili iweze kuforward hiyo message kwenda kwenye hiyo device lazima ijue MAC address. Inajuaje MAC address? Kwa kutuma kwanza a broadcast frame, kwa kuiuliza hey, who is 192.168.10.2
tell me what is your MAC address. So endapo hiyo device ita respond kwa kumtumia MAC address yake hiyo switch, so switch itakuwa ina uwezo sasa kuweza kumtumia hiyo frame. Pia vivyo hivyo kwenye knowledge ya internet protocol, yani kwenye hizi network device ambazo zinatumia IP address, kuna kitu kinaitwa na yenyewe broadcast address. Broadcast address ni address inayotumika labda na router ama hizi PC kuweza kutuma to all devices. So broadcast address pia kwenye hizi network device kwenye layer 3 tunatumia broadcast address. So kwa mfano hii PC kwa mfano nataka kutuma a broadcast frame in general, so ita contain vitu hivi vifuatavyo. Ita contain the broadcast address ya IP address, lakini pia ita contain a broadcast MAC address ambayo ni destination FFFFFFF. Kumbuka and notice kwamba destination frame with the broadcast MAC address ni inakuwa ina contain ya 48 bits za FFFFFFF.FF. So ukija kwenye hii chart hapa kuna class A, class B and class C. And as I said before kwamba class A ni na /8 inamaanisha kwamba first 8 bit na represent network portion, na class B ambayo ni inamaanisha kwamba first 16 bit na represent network portion. Class C ambayo ni /24 na represent first 24 bits at the network portion. Lakini pia ukiangalia kwenye numbers of network ambazo zinapatikana kwenye class A ni almost about 128. So tuna network chache sana kwenye class A, lakini tuna address nyingi ambazo zinakuwa assigned kwenye ukitumia class A. So kama unahitaji address nyingi sana unatakiwa utumie class A, kwa sababu kama unavyoona hapo inakuwa almost about 16,777,000 pamoja na 216. Lakini pia kwenye class B inatupa network nyingi kidogo kama almost about 16,384 na address ambazo zinakuwa assigned kwenye device almost about 65,536. Lakini kwenye class C inatupa network nyingi sana almost about 2,097,152, lakini tunapata address chache sana kwenye hii range ya class C. Okay, this chapter now we are going to learn how to convert from binary to decimal. Tunaenda kujifunza jinsi ya kuconvert kutoka kwenye binary kuja kwenye decimal. Ni very simple. So kwa mfano let's consider his binary codes. Labda let's say our first octet tumeconvert sasa katika binary imekuja ni 1010100100. So the first thing unachokiwa ukifanya ni kwamba unatakiwa ufanye comparison na zile decimal plus zile our decimal place value ambazo tumezitengeneza, ambayo ilikuwa ni 1 2 4 8 16 32 64 pamoja na 128. So baada ya kufanya comparison, logic ambayo inakuja hapa ni kwamba unaangalia, since we said 1 means on, 0 means off, so tunafanya comparison na zile binary place values zetu. So kwa mfano hapa let's say tumeziorganize hizo slot zetu zote hapa juu, then tumechukua hiyo binary code yetu tumeziarrange hapa kwa kufanya comparison. Since hizi slot zetu tumezitengeneza ziwe katika 8 position value, na kumbuka our binary number zipo katika 8 bits, bit ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. So zimematch. Tulitengeneza our binary place value into 8 position value, lakini our binary codes zipo katika 8 bits. So the logic here tunaitumia ni kwamba whenever we see 1 manake ni on, whenever we see 0 manake ni off. So tunachofanya tunachukua kama kwenye kila slot kama kuna 1 manake tunachukua hiyo slot tunaiacha hapa chini. Kama kwenye kila slot kuna 0 manake ni off, tunaiacha tunaweka 0. So the logic ni kwamba whenever you see 1 you take that slot, and whenever you see 0 you leave that slot. So hapo ukiangalia kwenye slot ya kwanza ilikuwa ni 1, so iliwezekana kuchukua 128. Slot ya pili ilishindikana,
Slot ya 3 iliwezekana, slot ya 4 ilishindikana, ya 5 iliwezekana, ya 6 ilishindikana, ya 7 ilishindikana, ya 8 pia ilishindikana. Kwa nini nasema ilishindikana? Tukumbuke hapo nyuma kidogo jinsi ya kuconvert kutoka kwenye decimal kuja kwenye binary. Tulikuwa tunafanya hivi, tunachukua hiyo decimal number, tunatoa na hiyo slot yetu moja. So kwa mfano labda tuna decimal number ni 192. Tunachukua our 192 tunatoa hapa. Kama iwezekana tulikuwa tunaweka 1. Kama unakumbuka vizuri. In just previous slide here. Tunakuja kwenye slot ya pili. Kama ilikuwa inashindikana tunaweka 0. So in this place now tunabadilisha logic. Kwenye kila slot, whenever we see 1, we take that slot. Whenever we see 0, we leave that slot. So ukiona 1 unabeba hiyo slot. Ukiona 0 unaiacha hiyo slot. So tumeweka 1 hapa, tunaona kulikuwa 1 maana yake ilikuwa on tumebeba. Then finally una add hizo slot zako. Jibu unalolipata ndio decimal value ya hiyo binary code. Ngoja tufanye mfano mwingine hapa. Kwa mfano hapa tuna hii binary code to convert iende kwenye decimal. The simple analogy, tunachukua tunaziarrange zile slots zetu hapa juu, then tunafanya comparison na hii binary code zetu ambazo tumepewa. So whenever we see 1 we take that slot, whenever we see 0 we leave that slot. So tumeona hapa kuna 1 means it was on, iliwezekana, so tunabeba hiyo 128. Iliwezekana kwenye slot ya 64 tumechukua, ilishindikana kwenye slot tumeweka 0. Hapa 0 we leave, 1 we take this slot we put here, 0 we leave, 0 we leave, 0 we leave. So finally ukishachukua hizo slot zako zote unakuja unafanya sum up. So after we do sum up here we get almost about 200. So hii binary code hapa ina represent 200 as a decimal number. So kama utakuwa hujaelewa basi make sure unarudi nyuma kidogo, unafanya revision, una refer na kuelewa wapi tulipoanzia ili uweze kuelewa. So here are the quiz question. This quiz question to convert from the following binary number to decimal. So hizi ni binary number ambazo utajitest your understanding, utaconvert hizi binary number to decimal. Utatumia the same analog and the same formula. So utatumia zile decimal place value to 8. So utachukua kila slot then utaconvert, utafanya comparison. Whenever you see 0 you leave that slot, whenever you see 1 you take that slot. Hii ni from binary to decimal. But kwenye decimal ukuja kwenye binary, once you subtract, ikiwezekana unaweka 1, ikishindikana unaweka 0. So ni very simple analogy. So make sure unafanya hii quiz kwa ajili ya kutest your understanding and drop me the comment to see if you understand. Drop the comment there to say you are understanding.